athari za ongezeko la bei ya mafuta. Tumepitia mwenendo wa bei ya mafuta kwa kipindi kirefu, namna ambavyo bei ya mafuta imekuwa ikibadilika hapa Kigoma, na pia tumeangalia utaratibu wa namna ambavyo watoa huduma wanapaswa kuzingatia katika kupata mabadiliko ya bei au nauli. Kwa hivyo tulichokifanya ni kutoa utaratibu kwao, kueleza utaratibu wa namna ambavyo bei inaweza kubadilika, utaratibu unaotakiwa kufuatwa ili kufanya mabadiliko ya bei. Lakini pia tumeonyesha tathmini yetu ya mwenendo na tumetoa mwelekeo wa namna ambavyo tunadhani mabadiliko ya bei yanaweza kufanyika. Na baada ya kuwa tumetoa mwelekeo, sasa ilikuwa tunapokea maoni kutoka kwa wadau waliokuja kushiriki pamoja na sisi hapa. Tumepokea maoni kutoka kwa wadau kadhaa ambao tulikuwa nao hapa, lakini pia tumetoa fursa ya wadau kuleta maoni yao kwa maandishi ili tuweze kuzingatia maoni hayo katika kutoa uamuzi kuhusu namna ambavyo marekebisho ya bei yanaweza kufanyika kwa lengo la kukabiliana na athari ambazo zinajitokeza kutokana na ongezeko la bei ya mafuta. Kwa hivyo hicho ndicho hasa ambacho kimetuleta katika mkoa wa Kigoma. Na pia tumetoa taarifa kwa umma ya kuomba kupata maoni kwa maandishi ili yote kwa pamoja tuweze kuyazingatia katika kufanya maamuzi ya mwisho ya namna ambavyo tutakabiliana na athari hii. Na athari zake zimetawanyika karibia nchi zote nyingi ikiwemo Tanzania. Sasa kufuatia athari hizo, sisi TASAC kama mdhibiti wa huduma za usafiri kwa njia ya maji, kwanza nasi tumekuja hapa ili tuweze kukutana na wadau kujadili kwa pamoja, ikiwa ni tekelezo au takwa la kisheria pamoja na kanuni zake, kuwashirikisha wadau kabla ya kufanya marekebisho ya viwango vya nauli waweze kuzipata kwa bei ambazo ni himilivu. Kwa hiyo mdhibiti yeye yupo katikati kuhakikisha ana balance hizi pande zote mbili. Tunafahamu kwamba bei za mafuta zimekuwa zikibadilika mara kwa mara, na kwa sasa imeonyesha bei zimepanda. Wameweza kutuita wadau kuja kutoa maoni yetu hapa na kuja kuona uhalisia na tathmini halisi ya ile ongezeko, jinsi ambavyo linaweza kuathiri usafirishaji wa abiria na mizigo. Ukiweka bei ambazo zitaathiri mfumo mzima wa biashara, na maana hata uchumi unashuka. Kwa hiyo mimi niombe wananchi wawe watulivu, kwani serikali inaendelea kuifanyia kazi, na nafikiri tutafika mahala hii hali itabalance na kila mtu atanufaika, kwa sababu mafuta yako juu na nauli walizozitoa kama serikali ziko chini. Kwa hiyo tunaomba serikali wazidi kutuangalia sisi kama watu wa huduma, lakini pia bei zitakapopanda, wateja wetu ambao ni abiria tunao wahudumia katika usafiri, basi wakubaliane na hizo bei na kusiwe na changamoto au malumbano kati ya bei.